pia ni marahisi sana kuyasekeleza. Ni maneno ambayo yanazungumzwa na mtumishi mwenzetu aliyetutangulia katika nyakati zake. Ni maneno ambayo yanazungumzwa na mpendwa mwenzetu aliyetutangulia katika nyakati zake ambaye anaitwa Ayubu. Maneno haya ukiyachukua katika hali ya kawaida, kama hujapita kwenye changamoto au hujapita kwenye majaribu, utaona ni neno rahisi na ni jepesi katika maisha haya. Lakini nayo imani, hakuna mwanadamu yoyote ambaye hapiti kwenye changamoto. Amen. Kila mmoja anapita kwenye nini? Kwenye changamoto yake, na kila mmoja ana changamoto yake. Yaani hata sisi wavaa makanzu, sisi makasisi, mapadri, wachungaji, maaskofu, kila mmoja anayo changamoto yake, na hiyo ndiyo asili ya mwanadamu. Amina. Kila mmoja anayo changamoto yake, na tukumbuke kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Mungu kweli na mwanadamu kweli. Tukija kwenye wanadamu, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Kila mmoja ana yake, ana madhaifu yake. Amina. Yes. Sasa tunapozungumza kwa habari ya Ayubu, ni miongoni ambaye ni mtu ambaye anafundisha jamii au anafundisha mtu binafsi kwenye maisha ya changamoto pamoja na majaribu. Ndiye mtu ambaye anaongoza kupita kwenye majaribu mengi au kupita kwenye changamoto nyingi sana za maisha haya tulionayo. Mpaka tunapoisoma hii sura ya 22, ukija kuanza kufuatilia sura zote mpaka unaifikia hii sura ya 22, sio jambo la kawaida kwa Ayubu kuzungumza haya maneno na kuyasema mbele ya marafiki, mbele ya jamii, mbele ya familia, kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani. Maanake kinyume chake cha hapa amani, huko nyuma ni vurugu. Kinyume cha hapo, huko nyuma ni changamoto, huko nyuma ni majaribu na vita. Ayubu, napofikiri mimi binafsi, ninamtazama kama ni sehemu ya role model kwenye maisha ya watu, kwenye maisha ya jamii, kwenye maisha ya familia, kwenye maisha ya kanisa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hapo mwanzo nitangulia kusema kwamba sio kitu rahisi kusema mjue sana Mungu liwe na amani hivi?